Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, majaji zingatieni maslahi ya taifa, ataka wao wazalendo walinde haki weledi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, habari picha ikionyesha majaji wa mahakama ya rufani wakiapa kiapo cha maadili baada ya kuapishwa na Rais Samia Suluhu Hassan katika hafla iliyofanyika Ikulu Dar es Salaam jana, kushoto na Rais Samia akizungumza baada ya uapisho huo. Taswira ya Tanzania kimataifa yaimarika, bunge la jivunia demokrasia, diplomasia ya uchumi yanufaisha miradi, Balozi Kombo toa ufafanuzi tuhuma za Marekani. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2. Bakiza yahimiza vijana fursa kongamano la Kiswahili. Habari katika ukurasa wa 7. JK aida wadau kufadhili wanafunzi UDSM. Habari katika ukurasa wa 3. Ushirika wa shika kasi sekta ya kilimo. Habari katika ukurasa wa 4. Jumuiya ya maridhiano yasifu amani uhuru wa kuabudu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Mama wa Magufuli kuzikwa Ijumaa, Samia Dr. Mwinyi wamlilia. Habari katika ukurasa wa 20. Serikali ya saka wanaohujumu uchumi mbolea mbegu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za 8 za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge walivaa bunge ya Marekani, wakero na vitisho vya Tanzania kuwekewa vikwazo, kuingiliwa, wakisisitiza ni nchi uhuru, waipa jukumu serikali. Viongozi wa dini wasema hakuna ubaguzi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Zipo nukuu za viongozi mbalimbali ikiwemo Esther Bulaya ikisema wasitumie kigezo hicho kutukandamiza, kujinufaisha kisiasa. Tunatarajia wenzetu wangewasiliana na kamati yetu ya bunge kabla ya kuandaa muswada huo ambao unataka kufuta visa kwa viongozi. El Bariki Kingu nukuu yake anasema muswada na mimi nimebahatika kuona. Alipoingia Rais Samia madarakani, alikwenda kuwatembelea wanasiasa waliokuwa wamekimbia taifa na kuruhusu uhuru wa vyama vya siasa. Pia ipo nukuu ya Nape Nnauye ikisema tupo huru, tunathamini mchango wao, ila muhimu wasitumie changamoto zetu kutuumiza, kutukandamiza, kutudhalilisha. Watumie fursa tunayowapa kufanya nao kazi kwa heshima na upendo. Nukuu ya Ado Shebu inasema sera yetu ya kutofungamana na upande wowote isitufanye tukae kimya pale ambapo kuna ukandamizaji wa haki, dhuluma na mwenendo usiofaa duniani. Serikali simame kupigania haki na uwajibikaji. Nukuu ya Balozi Kombo inasema baada ya uchaguzi Rais Samia alinipa jukumu zito ambalo siwezi kulisema hapa. Na wapongeza sana kwa hoja zenu, michango yenu yote ni mizuri, nitaifanyia kazi, nitaiwasilisha kidiplomasia kwa rais. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Kauli ya Samia akiwapisha majaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Dar es Salaam, wakati ya Rais Samia Suluhu Hassan akiwataka majaji wapya wa mahakama rufani kwenda kutenda haki bila upendeleo, uhuba wala chuki. Wadau mbalimbali wamepongeza ujumbe huo, wakisisitiza viongozi hao wa mahakama wafuate misingi ya katiba. Habari katika ukurasa wa 20. Siri nyuma ya ubinafsishaji mfumo wa elimu ya umma. Habari katika ukurasa wa 5. Ndoa ya Faye Sonko ilivyokoma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15.
Uwenje fichua simulizi mkwamo wa katiba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Mahakama ya mpiga stop msajili kuiadhibu Chadema, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mahakama Kuu Tanzania masjala ndogo ya Babati mkoani Manyara imetoa zuio kwa muda kwa msajili wa vyama vya siasa kuchukua hatua zozote. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye limeandika viongozi wa dini washukia vikali maseneta Marekani, wasema hawawezi kuwagombanisha Watanzania, wataka serikali ya Marekani iwakemee, wasisitiza Watanzania wana dini zote wamekuwa wakiishi pamoja kwa amani na utulivu. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Samia, majaji toeni hukumu bila huba wala chuki, habari katika ukurasa wa 4. Mke adaiwa kumuua mumewe kwa sindano. Queen Mbuba, mkazi wa kijiji cha Igunga wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, anadaiwa kumuua mumewe baada ya kumchoma sindano inayodaiwa kuwa na sumu na baadaye kumshambulia kwa kitu chenye ncha kali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Wabunge, hakuna ubaguzi wa dini Tanzania, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali yatoa ufafanuzi stika za maegesho, habari katika ukurasa wa 2. Kombo ainisha vipaumbele mambo ya nje 2026-2027, habari katika ukurasa wa 5. Rubio, mazungumzo Iran bado yanaendelea, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika safari ya kiroho kinga ya mwili, habari katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Na gazeti Nipashe mwanga jamii lenye limeandika Mdee afunguka ya moyoni Chadema, asema muda wa maridhiano umefika, akumbuka majeraha ya kisiasa kupigwa misumari. Uongozi wa chama wasema akitaka kurejea afuate utaratibu, habari katika ukurasa wa 2. Mama JPM alivyougua miaka 8 hadi kifo chake, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Onyo la tolewa, msiuze nyama sikukuu ya leo, igawiwe bure, habari katika ukurasa wa 15 pamoja na ukurasa wa 17. Kamati ya Amani Tanzania, hakuna tatizo la kidini. Jumuiya ya Maridhiano ya Amani Tanzania JMAT imesema Tanzania hakuna tatizo la kidini wala kiimani na hakuna kundi lolote linalonyimwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. CCM mguu sawa kufuta nyayo za Chadema Kaskazini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Gazeti hili limeandika Rais Samia aitaka mahakama ilinde heshima ya taifa, habari katika ukurasa wa 2. Wakazi wazua taharuki wakidai fedha kupotea mazingira tata usiku, habari katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazame sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye limeandika Halima Mdee afunguka, amezungumzia Mbowe, acha ujumbe mzito kwa uongozi mpya, habari katika ukurasa wa 2. Zengwe la uraisi, mkakati wa Sukwa kumwongezea muda, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kasi magonjwa selimundu figo ya tisha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mnyukano vigogo CCM, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Ujenzi yapania mageuzi nchini, habari katika ukurasa wa 13. Punguzo tozo bandari kunufaisha wafanyabiashara, habari katika ukurasa wa 17, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Nalo gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia wadokeza majaji mambo matatu, ni yale yaliyomo katika viapo vyao ambayo ni uadilifu, weledi, busara na hofu ya Mungu. Pia waimarisha uwajibikaji, nidhamu na maadili ndani ya muhimili huo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Wabunge wacharuka wataka nchi sichezewe, habari katika ukurasa wa 2. Kampeni Isimani zazidi kushika kasi, Maganya asisitiza
Emanuela anatosha kuongoza jimbo hilo, habari katika ukurasa wa 6. Aliyemchinja mokota chupa ahukumiwa kifo, habari katika ukurasa wa 20. Gazeti hili pia limeandika Rais Samia, Dr. Mwinyi wamlilia Mama Magufuli, habari katika ukurasa wa 3. Leseni 63 madini hatarini kufutwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Serikali inaendelea kuzifanyia tathmini leseni 63 za utafiti ambazo hazijaendelezwa. Lengo ni kuzifuta na kutenga baadhi ya maeneo hayo kwa wachimbaji wadogo. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, wasome kwa undani zaidi. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe limeandika Dr. Samia, majaji kasimamieni haki, habari katika ukurasa wa pili. Dr. Samia, Dr. Mwinyi waomboleza kifo cha mama wa hayati Magufuli, habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi kushiriki sala baraza la Eid el-Haji Pemba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Jeshi la polisi kuzidisha ulinzi kipindi cha sikukuu, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Yanga yatua kwa Fado, Mwalin amlinda Star akitaja ishu ya majeraha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ligi kuu bara ni Juni 13, Mashujaa dhidi ya Yanga Lake Tanganyika, Yanga dhidi ya Fountain Sheikh Beid Juni 18. Juni 21 ni Yanga dhidi ya Azam FC CCM Kirumba, nusu fainali ya kombe la FA. Matola anatoka, huyu anaingia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kikosi bora EPL hiki hapa. Ligi ya Uingereza imemalizika mwishoni mwa wiki iliyopita, lakini kwa sasa kinachoendelea. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14. Conference leo Jumatano ni fainali, Paris dhidi ya Rayo Vallecano saa 4 kamili usiku Red Bull. Lakini pia gazeti hili imeandika Jessica binti wa mwamuzi anaweza chapa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Hadithi mpya ndani katika ukurasa wa 16, lakini zimebaki siku 15 kabla ya kuanza kwa kombe la dunia. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Singida Black Stars Prisons za wika ligi kuu, habari katika ukurasa za ndani. Timu za taifa zapata ufadhili, habari katika kurasa za ndani. Morin ahidi kutetea taji bara, habari katika kurasa za ndani. Makonda Tanzania China kushirikiana kuimarisha utamaduni, habari katika ukurasa wa 21. Dunda Semi Pro yaashiria enzi mpya Ndonde, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga jamii, habari za michezo, lenye limeandika Simba Queens na hesabu za taji leo, habari katika ukurasa wa 23. Yanga Sports Club yafunguka, itamaliza ligi kibabe. Kocha Mwalin amekiri pia anahitaji ukiongezea makali kikosi chake, habari katika ukurasa wa 23. Rodriguez kuiongoza Colombia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo, lenye limeandika Yanga tambo kibao, habari katika ukurasa wa 23. Azam FC yajipanga CAF Champions League, habari katika ukurasa wa 23. TFF yapata udhamini, habari ni katika ukurasa wa 21. Na City yarudi na faida ball, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Guardiola awaliza mashabiki. Maelfu ya mashabiki wa Man City juzi waliangusha vilio walipokuwa wakisherekea mataji ambayo timu hiyo imewahi kushinda na kumwaga kocha Pep Guardiola. Wadau waitwa TPBA, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa toka zamani. TV, asante na kwaheri kwa sasa.